Na tukasema iwapo kanisa la Mungu linaweza kuwa na watu wenye afya 30, kanisa hilo litakuwa tofauti sana. Jana tukaangalia sifa ya pili ni akili. Ilikuwa ni juzi zote mbili juzi, afya na akili. Namna gani unatumia akili zako ambazo Mungu amekupa kulijenga kanisa. Kazi zetu zote tunazifanya tukiwa na akili kweli kweli. Tunapokuja kanisani, ni swali ambalo tunajiuliza, hawa watu wanaofanya biashara wanapata faida kubwa. Hawa watu wanaofanya kazi serikalini mpaka wanapata nafasi kubwa, mbona kanisani hawaonekani kufanya vizuri? Na tukakumbusha amri ya Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu aliyoitoa: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa roho yako, kwa nguvu, akamalizia kwa akili zako ngapi? Zote. Jana tukaangalia sifa ya tatu ni elimu, na kuona ni kwa namna gani katika Agano la Kale na katika Agano Jipya elimu ilikuwa ina nafasi kubwa, na sana sana elimu ya neno la Mungu. Sasa leo nahitaji tuangalie sifa ya 4 ya shujaa, mtu anayetumainiwa. Nitakutumainije wewe kama afya yako sio nzuri? Tuliangalia afya ya kiroho pia vile vile. Nitakutumainije wewe kama akili yako sio nzuri? Nitakutumainije wewe kama elimu yako ya neno la Mungu sio nzuri? Sasa vivyo hivyo 4 leo tunaangalia kuhusu adili. Herufi 5 tu, A-D-I-L-I. Adili. Waswahili wamelirefusha kwa kuzungumzia kuhusu maadili au kuhusu uadilifu. Adili ni mtu mwenye maadili au ni mtu mwadilifu. Anaweza kuwa mtoto, anaweza kuwa kijana, anaweza kuwa mzee, lakini Mungu anamtumaini huyu aliye mwadilifu. Sasa tuanze kuangalia maana ya adili ni nini, na baadaye tutaendelea na mambo mengine katika maandiko matakatifu ambayo yanatusaidia, na tutaangalia Agano la Kale kwanza, alafu baadaye tutakuja kuangalia Agano Jipya, Mungu akitujalia nafasi katika sehemu. Kuna mifano mbalimbali na kuna mistari mbalimbali ambayo inazungumza kuhusu adili katika maandiko matakatifu, na hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukaweka. Sasa hebu andika kwanza wewe mwenyewe, unaelewa nini kuhusu adili? Nini maana yako ya adili? Adili ni nini? Kupatia dakika 2 hapo za kuandika. Usiibie, usitazamie. Nakumbuka macho yangu yanaona vizuri sana, si ndio? Kwa hiyo ukitazamia tu na kuona. Adili ni nini? Nini maana ya adili? Sasa tunaweza tukawa tunatumia sana haya maneno sana,
Katika chaguzi zetu mara nyingi tunasema sifa ya kiongozi ni mtu mwadilifu. Sasa tunapokuja kwenye maana, inatusaidia sasa kuangalia, je, huyu mtu mwadilifu yukoje? Rahisi sana kuzungumza kuhusu maadili. Maadili siku hizi yameporomoka, yameachwa na nini, lakini maadili hasa ni nini? Andika hiyo, itakusaidia sana tunapoendelea na somo letu. Sasa tuangalie kwanza katika Agano la Kale vifungu vitatu vya kwanza vinavyozungumza kuhusu swala la adili, alafu baadaye tutakuja kuangalia watu waadilifu katika Agano la Kale kwa tafsiri na maana ile ambayo tunaweza kuwa nayo. Tunaanza na maombi ya Mfalme Sulemani katika Wafalme ya kwanza sura ile ya 3 na ule mstari wa 9. Hapo ndipo ambapo tunaona huyu Mfalme Sulemani alivyoomba, na tutajisahihisha sisi wenyewe kufikiria maombi ya Sulemani hasa yalikuwa ni nini. Ni Sulemani, sijui kama nimesema Samueli. Mstari wa 9 sura ya 3. Sulemani anaomba, kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa nini? Moyo wa nini? Moyo wa nini? Nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili. Hapa ndipo tunapoanza na baadaye neno linaendelea. Sasa adili afanye nini? Ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na nini? Na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wangapi? Wengi. Kwa hiyo Sulemani hakuomba hekima kama wengi wanavyosema. Sulemani aliomba nini? Adili, moyo wa adili. Wangapi wamepata maana ya adili? Sasa itakusaidia kujua Sulemani aliomba nini. Usipopata hiyo maana ya adili itakusumbua sana tunapoendelea mbele. Kwa hiyo mpaka uipate hiyo, ndiyo sasa ikusaidie kujua Sulemani alichoomba kilikuwa ni kitu gani. Sulemani aliomba nini? Adili, moyo wa adili. Sawa, hapa ni mara ya kwanza. Sehemu za pili, vile vifungu viwili vingine ni Zaburi ya 15, alafu baadaye tutaangalia Zaburi ya 37. Zaburi hizi mbili ni muhimu sana. Alafu baadaye tutakuja kumalizia na Mithali, nafikiria inaweza ikatusaidia sana pia vile vile. Zaburi ya 15 na Zaburi ya 37 baadaye. 37 tungeweza kusoma yote, lakini ni ndefu. Hii tutasoma tu yote ya 15. Anavyofafanua katika Zaburi hii ya 15, anamfafanua huyu mtu mwenye adili. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Haya, anaanza sasa kumchambua huyo mtu. Ni mtu aendaye kwa namna gani na kufanya nini? Asemaye nini? Asiyefanya nini? Wala hakufanya nini? Wala hakufanya nini? Bale wabano bakiko wapo. Machoni pake, sikilize hii nne ni nzuri sana. Mtu asiyefaa hufanya nini? Hudharauliwa, bali huwaheshimu wafanye nini?
wamchao Bwana ingawa ameapa kwa hasara yake hayabadilishi nini? Hayabadili maneno yake, si ndio? Anamaliza sasa kwa kumchambua mtu huyo. Hakutoa nini? Fedha yake apate kula nini? Hakutoa nini? Amwangamizi asiye na nini? Mtu atendaye mambo haya hatafanya nini? Huyu ni mtu mwadilifu, na inakusaidia kupata maana ya adili. Sawa sawa? Haya, 37. Sasa tungeweza kusoma yote hii ya 37, lakini tutaona ili kusaidia rahisi zaidi, Zaburi ya 37 mstari wa 37. Alafu baadaye sasa tutakuja kuangalia namna gani mpaka kufika hapo anavyozungumza. 37. Anasema umwangalie sana mtu wa namna gani? Mkamilifu. Umtazame mtu wa namna gani? Mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni nini? Ni amani. Anachokizungumza hapa ni mtu mwenye adili, ni mkamilifu, alafu ni mnyofu. Sasa ukianza mstari wa kwanza, anaanza kueleza tofauti katika vitabu hivi tangu Ayubu mpaka Wimbo Ulio Bora. Anazungumza kuhusu watu wawili tu. Anazungumza kuhusu wenye haki na wasio haki, na anawachambua kwa kuwatofautisha. Wenye haki wako namna gani na wasio haki wako namna gani. Sasa anaanza mstari wa Zaburi ya 37, usikasirike kwa sababu ya watenda nini? Tunakasirika sana. Alafu anasema usifanye nini? Usiwahusudu. Usiwahusudu maana yake ni nini? Usiwaonee gere, usiwaonee wivu wafanyao nini? Ubatili, maana kama majani watafanya nini? Watakatika mara, kama miche mibichi watafanya nini? Watanyauka. Alafu mtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na nini? Na uaminifu. Alafu anamaliza mstari wa 40, anasema hapa, tuendelee tu ile 37 hadi 40. Umwangalie sana mtu mkamilifu, mtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake huyo ni amani. Wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa. Na wokovu wa wenye haki una Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu, naye Bwana huwasaidia na huwaopoa na wasio haki na kuwaokoa, kwa kuwa wanamtumaini nani? Yeye. Mtu mwadilifu, adili. Sasa tukichambua hapa, kuna maneno ambayo ni vizuri tuyatumie hapa. Adili ni unyofu, adili ni ukamilifu, adili ni usahihi, adili ni uaminifu na kumcha Mungu, kumuogopa Mungu, kumhofu Mungu. Yote hayo ndiyo mambo ambayo yanazungumzwa katika swala hili la adili. Mithali sura ile ya kwanza, ile mistari ya kwanza 6, anaeleza sasa kuhusu mzazi na mtoto wake, namna gani mzazi anamwambia huyu mtoto wake, hadi wa 7 tu. Mithali za Sulemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli: kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara, katika haki na hukumu na nini? Na adili, kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima, na mafumbo yao
mstari tunaofahamu sana, kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Bali wapumbavu udharau hekima na nini? Kwa hiyo hii mistari yote, vifungu vyote hivi vinatusaidia sana kuona adili katika Agano la Kale ilikuwa ina sehemu kubwa sana. Mungu asingeweza kumwangalia mtu asiye mwadilifu akamsifu. Mungu alikuwa anamtazama mtu aliye mwadilifu, anamsifu na anampa kazi ya kufanya, kwa sababu anamtumaini, anaamini ya kwamba huyu akipewa hili atalifanya vizuri na atalifanya hili kwa ukamilifu, kwa unyofu, kwa usahihi, hawezi akapinda. Ndio changamoto tulio nayo sana siku hizi, kuwapata watu walionyooka. Wachache sana. Kwa hiyo tunawatafuta watu kama hawa ili Mungu awatumie hawa watu, na akiwatumia hawa watu watafanya vizuri. Kuna ngazi za kutumiwa na Mungu. Labda nianze kuzitaja hizi ngazi, ndizo unaweza ukazisaidia sana. 6 au 7 ngazi. Ya kwanza ni yako binafsi. Ngazi ya kwako binafsi. Ya pili ni ya familia, level hiyo. Mungu anaweza akakutumia wewe binafsi. Mungu anaweza akakutumia wewe katika familia yenu. 3, Mungu anaweza akakutumia sasa katika kanisa lako. Katika kanisa lako, pamoja na sehemu zote zile ambazo zinaweza kuwepo katika kanisa. Lakini 4, Mungu anaweza akakutumia katika jamii. Kwa hiyo unapomuomba Mungu akutumie, muombe Mungu akutumie katika ngazi hizo. Wewe binafsi, katika ngazi ya familia, katika ngazi ya kanisa, lakini pia vile vile katika ngazi ya jamii. Na sasa katika ngazi ya jamii, Mungu hawezi kuanza juu, Mungu anaanza chini, kijijini au mtaani kwako. Alafu kitoka pale sasa, ngazi nyingine ambayo Mungu anaweza akakutumia sasa pia vile vile ni katika ngazi ya taifa. Akikutumia kijijini, akikutumia katika wilaya, akikutumia katika mkoa, hiyo ni ngazi ya jamii ambayo anaweza akakutumia. Lakini pia vile vile Mungu anaweza akakuinua akakutumia katika ngazi ya taifa. Tumerahisishiwa sana siku hizi, kuna kanda, sio hizi kanda za makanisani kwetu, lakini ukisikia wanazungumza kuhusu kanda, wanazungumza kwa mfano kuhusu Afrika Mashariki na ya Kati. Hiyo ni kanda. Alafu wanazungumza labda kuhusu nchi za Komesa. Alafu wanazungumza pia vile vile nchi zingine sasa, au Afrika kwa ujumla. Na mwisho kabisa, ngazi ya mwisho, Mungu anaweza akakutumia kimataifa sasa. Kimataifa. Kwa hiyo utavuka mipaka hii yote tangu chini mpaka utakapoinuka. Na unapoomba, na ninyi mnapoomba, hata kama ni kikundi, Mungu awatumieni tangu chini mpaka juu. Na hayo ndiyo yawe maombi ambayo unaweza ukamwomba Mungu. Hata unapowaambia watoto wako au wajukuu wako, namuomba Mungu atawainua na atawatumia hawa ili kusudi waweze kuleta mabadiliko katika familia, katika kanisa, katika jamii, lakini pia vile vile katika nchi yetu, taifa letu, katika kanda, katika Afrika na katika ulimwengu mzima. Na maombi yako na maono yako na matarajio yako yawe ni hayo, ya kwamba Mungu wetu aendelee kukutumia. Sasa tuanze kuangalia watu waadilifu katika Agano la Kale. Tutaangalia hawa katika sehemu yetu ya kwanza, watu waadilifu katika Agano la Kale. Watu waadilifu katika Agano la Kale. Tuwapate watatu kwanza ambao wanatajwa katika mstari mmoja wa Biblia
pamoja na vile ambavyo wanatajwa katika maeneo mengine mbalimbali, tutaona vile ambavyo Mungu alivyowaangalia hawa, walivyokuwa waadilifu, kwa namna gani hawa watu walivyokuwa. Wanatajwa katika Ezekieli sura ya 14 mstari wa 20. Ezekieli sura ya 14 na mstari wa 20. Inashangaza sana. Alafu baadaye tunaweza tukaanza kuangalia mmoja mmoja. Nafasi haiwezi katuruhusu kuangalia hawa kila mtu mmoja mmoja, lakini ndivyo ambavyo tunaweza tukaangalia. Ezekieli 14:20. Wangapi wamefika hapo? Wangapi wamefika hapo? Kwenye simu, kwenye Biblia kabisa? Kwenye simu ndio wanaweza wakakimbia haraka, lakini ni fake. Sisi tunataka hii Biblia, si ndio? Haya, mstari wa 20. Haya, tunasoma pamoja sasa. 1, 2, 3. Safi kabisa, isipokuwa .com ndio wanakimbia haraka sana. Unawahi wapi? Unasoma kwa vituo. Sawa sawa. Sikiliza sasa, haya majina matatu ni muhimu sana. Nani na nani? Nuhu na nani? Na nani? Sasa aliyetangulia ni nani? Hiyo sio hoja, lakini hapa tunaambiwa hawa wangapi? Watatu. Hawa walivyokuwa waadilifu, watu waadili, Mungu anasema kama ghadhabu inakuja, wana wao wala binti zao hawawezi kufanya nini? Kuokoka, isipokuwa ni nani? Ni wao tu. Maana yake ni Nuhu peke yake, ni Danieli peke yake, na Ayubu peke yake. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawaangalia hawa na anawaona vile ambavyo walivyokuwa na adili katika maisha yao na katika kazi walizofanya nini? Walizozifanya. Sasa utaangalia kila mmoja vile ambavyo walivyokuwa, na tutawaangalia hawa. Tutaanza Mwanzo, alafu baadaye tutakuja Ayubu, alafu baadaye tutakuja Danieli kuangalia hawa jinsi walivyokuwa, alafu baadaye tutaangalia wengine pia vile vile. Mwanzo sura ya 6 sasa tunaanza kumwangalia Nuhu, alafu baadaye Ayubu sura ile ya 1, alafu baadaye Danieli sura ile ya 6, na baadaye sura ile ya 9, kuangalia hawa watu walikuwa namna gani. Kama Mungu anawasifu namna hiyo, kama leo hii sijui kama Mungu angeweza kutusifu sisi namna hiyo, lakini ndivyo alivyo wasifu watu kama hawa. Angalia Mwanzo sura ya 6 mstari wa 7 na kuendelea. Anaanza kueleza kuhusu habari za Nuhu. Anasema, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa nani? Hiyo ni pigia mstari huo. Nuhu akapata neema machoni pa nani? Pa Bwana. Na Bwana iangalie hiyo ni herufi gani kubwa zote, si ndio? Alafu anasema hivi ndivyo vizazi vya nani? Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa namna gani? Haki, tumeangalia kule maana yake, si ndio? Alafu mkamilifu katika nini? Vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na nani? Maana yake Nuhu alitembea pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafethi. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake. Wapi? Alafu anasema Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitaiharibu pamoja na dunia. Sasa tunachokiona ambacho Nuhu anakifanya hapa sasa
ni kuanzia ule mstari wa 14. Ujifanyie nini? Safina ya mti wa nini? Fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje. Kwa nini? Masharti hayo walikuwa wamepewa. Alafu sio hivyo tu, vipimo vyake. Hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza, ukamalize juu ya kiasi cha mkono mmoja, ukautie mlango wa safina katika ubavu wake, ukaifanyie dari 3 ya chini, ya pili na ya nini. Haya ni maelekezo anayofanya nini? Sasa mstari wa mwisho wa sura hii 22, ndivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyomwamuru nani? Vivyo ndivyo alivyofanya nini? Yaani Mungu alipompatia Nuhu maelekezo aliyafanya vile vile, hakuna kilichofanya nini? Kilichopungua. Kama ni kwenye vipimo, alifuata kipimo. Kama ni mti, safina kwa mti huu, alifanya vile vile. Na kazi ambayo Nuhu alifanya ilimchukua miaka 120 kujenga ile safina. Miaka 120 ukizungumza leo hii, unazungumza tangu mwaka wa vita vya Majimaji 1905. Ndio unapata leo hii miaka 100 na ngapi? Na 20. Tangu 1905 hadi leo hii. Sasa wangekuwepo hao waliopigana vita vya Majimaji, akina nani kweli? Mmeshasahau na kusahau jamani. Sawa sawa. Au kama angeanza safari hii kutengeneza hiyo safina mwaka wa 2026, angekuja kukamilisha mwaka wa 2146. Nani atakuwepo hapa? Nani anajua mjukuu wake fulani atakuwepo hapa? Tunawaombea tu wajukuu wetu bwana. Ni muda mrefu, si ndio? Lakini watakuwepo, hata kama hatuwajui na hatuwaoni sasa hivi, watakuwepo na uwaombee. Maana Mungu anaposema anawabariki maelfu na anawalawani hata kizazi cha 3 na cha 4, anataja hiyo miaka 100 na ngapi? Na 20. Kwa hiyo usizunguke tu na jiombea wewe mwenyewe hapa, sawa sawa? Ombea miaka 120 ijayo na itengeneze sasa hivi, kwa kuwa mtu wa adili. Mungu atakikumbuka kizazi chako kule wapi? Mbele. Miaka 120 ijayo kizazi chako hakitakuwa na laana, kitakuwa na nini? Na baraka. Haya, twende Ayubu sura ya 1. Ayubu sura ya 1. Sasa tunamtazama huyo Ayubu mwenyewe vile ambavyo alivyokuwa, mstari wa 1 hadi ule mstari wa 6. Mistari hii tunaona vile ambavyo, au wa 5, namna gani Ayubu alivyokuwa. Na Mungu anaanza kuwaelezea hawa na kuonesha ni kwa namna gani hawa adili walivyokuwa, watu wa adili. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa namna gani? Kamilifu na nini? Mwelekevu. Alafu ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepuka nini? Haya manne yanatusaidia kumfafanua huyo mtu wa adili ni nini na adili ni nini. Sawa sawa. Anaendelea kusema mstari wa 2, kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo. Mali hapa huwa tunasema yalikuwa, sio ilikuwa. Sawa sawa. Kiswahili cha Biblia hicho. Sawa sawa. Kondoo wangapi? 7,000. Na ngamia wangapi? Na jozi za ng'ombe 100 ngapi? Jozi hiyo maana yake ni 1,000. Sawa sawa. Na punda wake 100 ngapi? Na watu wa nyumbani mwake wangapi?
Basi nani yuko namna hiyo hapa leo? Wachache wa namna hiyo, ndio? Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake, nao wakatuma na kuwaita maumbu yao watatu ili waje kula na kunywa pamoja. Sasa angalia, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku ngapi? Siku ngapi? Kuamka asubuhi na kusongeza sadaka kwa ajili ya kila nani? Mtoto. Kati ya watoto wake 10, vijana 7 pamoja na wasichana 2-3, Ayubu anawaleta mbele za Bwana kila nini? Leo hii wazazi wanapenda watoto wao wabarikiwe. Hesabuka, umebariki watoto wangapi mwaka huu? Hakuna. Wangapi? 3. 30. Sasa maswali unayowauliza hawa wazazi ni kuwaombea watoto wao kila nini? Siku. Sidhani kama huwa tunafanya namna. Mke wangu pamoja na mimi tuliwaleta watoto wetu mbele za Bwana, kila mtoto kwa nafasi yake. Na tangu wakati huo sisi tumekuwa tukiwaombea. Tunaomba kwa ajili ya kila mtoto. Muomba Mungu kwa ajili ya kila mtoto. Na sasa pamoja na wajukuu na kuendelea, waombee watoto. Waombee. Ukiwa mzazi usilaani mtoto. Usifanye nini? Hata kama hakuletei ya sukari wala ya vocha, si ndio? Usilogwe kufanya nini? Alafu ndio mnawatishia watoto wenu sasa, nakutatakulaani. Alafu mtoto anatekeleza tu kwa sababu ya hofu ya mama. Ukilikuta linganga lile hata alikujali, sawa sawa. Alafu ndio pressure inafanya nini? Napanda. Waombee nini? Watoto. Waombee watoto. Sasa Ayubu ndivyo alivyofanya nini? Alivyofanya Danieli sura ya 6, alafu baadaye tutaangalia maelezo mengine. Danieli sura ya 1 naeleza habari za Danieli, lakini sura ya 6 ni muhimu sana, ule mstari wa 1 hadi mstari wa 10, alafu baadaye tutatafuta mstari mwingine ambao unaweza ukatusaidia sana kuona Danieli alikuwa anapendwa na Mungu. Danieli alikuwa anapendwa na nani? Na Mungu sana sana. Danieli sura ya 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 10. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa hao maliwali ni kama wakuu wa mikoa, watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyu, angalia sasa, alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa wapi? Ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya nini? Ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari ya mambo ya falme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alifanya nini? Alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana nini? Kosa wala hatia wapi? Ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme,
wakamwambia hivi, Mfalme Dario uishi milele. Wanapenda hivyo sana wafalme kuwasifu namna hiyo. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote na kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la nini? La simba. Sasa mfalme, piga marufuku. Ukiambiwa wewe utapenda sana hiyo. Sawa sawa. Ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Umedi na nini? Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi Mfalme Dario akayaona yakayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha yake chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Akafanya nini? Akasali, akashukuru mbele za nani? Za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea nini? Hapo. Kwa hiyo hakulegeza chochote huyu. Wamejaribu kutafuta kila aina ya kosa katika kazi. Yaani wakajaribu kuangalia labda huyu ni mchelewaji, kwa hiyo tumbane kwenye uchelewaji. Kwenye uchelewaji hawakufanya nini? Hawakumpata. Labda tutampata kwa sababu anatoroka kazini au anaondoka mapema kazini kabla ya muda wake. Wakaangalia, hawakufanya nini? Hawakupata. Wakaangalia labda huyu ana shoti fulani katika mambo ya fedha, au ana tuhuma za rushwa au mambo mengine. Hawakupata kosa nini? Lolote. Ndipo walipotambua ya kwamba huyu mtu ni mcha Mungu. Sasa tusipombana kwenye hizo sheria za Mungu wake, na sheria za Mungu wake tunazoweza tukambana, kwa sababu yeye anaamini usiwe na miungu mingine ila nani? Mimi, na usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa nini? Kitu chochote. Tukimbana kwenye hizo sheria mbili, amri ya kwanza na amri ya pili, tukaweka tu marufuku ya kwamba mtu yeyote yule asisali kwa Mungu yoyote wala kwa mtu yoyote isipokuwa ni kwa Mfalme Dario. Dario alipoona amepewa hiyo heshima, akasema hii ni sawa sawa kabisa, nahitaji watu wote wao wananiomba nani? Mimi. Na kwa sababu akapiga marufuku, na alipopiga marufuku, Danieli sasa alikuwa analengwa. Na yeye kwa sababu alikuwa ni mnyofu na mwaminifu na mwadilifu, hakutaka kujificha ficha. Leo hii tuna watu wengi sana wanaojificha ficha, lakini Danieli akasema mimi madirisha ninaweka nini? Wazi. Na wale watu sasa wanaomendea, wale wanaovizia, wanaona sasa. Walipoona yale ambayo anayafanya tena mara 3 kila siku, wakapeleka taarifa kwa nani? Kwa hiyo hawa watatu, Nuhu, Ayubu na nani? Na Danieli, katika Agano la Kale, hawa walikuwa ni watu wa namna gani? Watu wenye adili. Watu wenye adili. Wanne tunayeweza tukamuongeza hapa. Sasa tunakuja kwa Yusufu, huyu mtu wa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo tunaweza tukarudi pale, alafu baadaye tutaendelea tena na vitabu vingine, na hatimaye tutamaliza kwa watu hawa wa Agano la Kale, kujaribu kuangalia hawa watu jinsi walivyokuwa. Muda wangu hapa bado unaniruhusu dakika 15, nafikiri zinatosha hizi. Tutaangalia sasa Yusufu namna gani alivyotambulishwa na yeye mwenyewe alivyojitambulisha, alivyojitambua na yeye mwenyewe alivyofanya, na tunaona vile ambavyo tunaweza tukafanya. Sura ya 41 ya Mwanzo mstari wa 38, alafu baadaye tutaendelea mbele kidogo. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu wapi? Ndani yake.
Mwadilifu ni mtu mwenye roho ya Mungu wapi? Ndani yake. Yeye mwenyewe ana roho ya Mungu ndani yake. Na ndivyo ambavyo tunaweza tukaona Yusufu alivyofanya, na Mungu wetu